Huda Online TV, mwongozo kwa umma. Ndiyo, ni mwongozo kwa umma na ni furaha kwa Waislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Watukufu Islam pamoja na wafuatiliaji wetu wapendwa wa media yako pendwa Huda Online TV, ni mara nyingine tena katika mfululizo wa vipindi vyetu mbalimbali, vipindi ambavyo lengo lake ni kule kukumbushana sambamba na kufundishana masala mbalimbali ya dini yetu ya Kiislamu. Watukufu Islam, leo nakukaribisheni tena katika nasaha fupi, nasaha ambazo zinakwenda aman kwa Waislamu wote, lakini khas kwa ndugu yetu katika iman ambaye jina lake analo lakini almaruf anaitwa Mwijaku. Watukufu Islam, Allah subhanahu wa ta'ala ametuelezea ndani ya Qur'an juu ya utukufu wa mji wetu wa kiibada, mji wa Makkatul Mukarrama, na ni mji ambao una historia ndefu katika dini yetu ya Kiislamu, na ni mji ambao uliombewa dua na baba yetu Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala anatukumbusha ndani ya Qur'an baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minath thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Nasema Allah subhanahu wa ta'ala tukumbuke pale Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam alipomuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusema rabbi ja'al hadha baladan amina, ewe Mola wangu jalia mji huu uwe mji wa amani, warzuku ahlahu minath thamarati, na uwape riziki waruzuku watu wa mji huu miongoni mwa matunda, man amana minhum billahi wal yawmil akhir, iwe ni wale ambao wamemwamini Allah na siku ya mwisho. Lakini kwa vile Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili la riziki anampa anayemwabudu na asiyemwabudu, qala Allah akasema wa man kafara fa umatti'uhu qalila, na yule ambaye atakufuru basi tutamneemesha kidogo katika riziki. Na hata ukimkuta mtu amekufuru akapata kingi katika dunia, basi ujue hicho ni kidogo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwani Allah walillahi khazainu samawati wal ardh, yeye ndio amemiliki khazina, maghala yale ya ardhi saba na ya mbingu saba na yaliyomo yote katika ulimwengu mzima. Kwa hiyo watukufu Islamu, hapa ilikuwa tunakumbushana utukufu wa mji ule. Mtukufu wa mji ule ni mkubwa sana, kiasi ya kwamba ni mji ambao umetakasika. Yote yatakayo kujitokeza yanayojitokeza, lakini Makkatul Mukarrama ni mji ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameutukuza na hautoacha kuwa mji mtukufu ila qiyamis saa. Kwa hiyo kule sio sehemu ya mchezo, wala si sehemu ya kufanya mzaha, wala si sehemu ya kubeza. Niwe mkweli katika hili, nampongeza ndugu yetu huyu anapopata fursa za kudhaminiwa, au kama anakwenda kwa mali yake
anakwenda kutekeleza ibada ya umra. Binafsi mara 2 ishamuona akirekodi video akiwa umra. Watukufu wa Islam, hili ni jambo la kumpongeza ndugu yetu huyu. Kwanza anautangaza Uislamu, jengine anashajihisha watu sampoli yake kulifanya jambo la umra. Lakini pia tusisahau ya kwamba anajiwekea akiba mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni miongoni mwa ibada ambazo zikikubaliwa, hija wal umra zitakapokubaliwa, anarudi mwenye kuyatekeleza hayo kama siku aliyozaliwa kutoka kwenye tumbo la mama yake. Nasaha zangu ni kwamba tu mimi siendi mbali sana katika kumsema, kwa sababu ni mwanadamu na ni Muislamu, na kila binadamu ni mkoseaji. Nasaha zangu nazielekeza katika mambo mawili makubwa. Moja katika hayo ni suala la yeye kwenda umra kisha akarudi katika sehemu yake ya kazi au studio, akawa anakata viuno, anacheza, ilhali anajua ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekataza masala yote ya mziki. Bali hilo haliingii kwenye kucheza tu, hata kusimamia mambo ya mziki kwa mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemchagua akafika akatekeleza haji au akatekeleza umra, basi mtu huyu hutakiwa ajiepushe na mambo ya fawahisha illa lamam, ajiepushe na ule ubaya wa hali ya juu, uovu wa wazi, isipokuwa yale madhambi madogo madogo ambayo mwanadamu wakati mwingine anateleza. Kwa hiyo nukta yangu ya kwanza katika nasaha zangu ni yeye baada ya kurudi umra ajiweke mbali na mambo ya mziki. Haya mambo ya mziki yanafisidi matendo yake kama anakwenda kwa lengo la ibada. Bali al-insanu ala nafsihi basira, mwanadamu ndani ya nafsi yake anajua, na yeye anajua anakwenda kwa lengo lipi. Lakini Rasulullah sallallahu alayhi wasallam anatuambia dhannu lilmu'minina khaira, mudhaniane dhana njema. Kwa maana hiyo sisi tunamdhania kwamba anakwenda kule liwajhillah, kwa kukusudia ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ni hivyo basi, tunamuomba ndugu yetu Mwijaku anaporudi katika ibada takatifu asije akawa anakata viuno studio au anajishughulisha na masuala ya muziki, na akifanya hivyo ajue ya kwamba amali zake zinaporomoka. Lakini nasaha zangu za pili kwa ndugu yetu huyu ni kwamba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katika sahihain Bukhari wa Muslim, hadithi maarufu, anatueleza ya kwamba laana Allah, amemlani Allah subhanahu wa ta'ala mwanamume yoyote ambaye anavaa mavazi ambayo mavazi hayo yatumika kuvaa wanawake. Kadhalika hadithi hiyo ikienda na upande wa pili ya kwamba amemlani tena Allah subhanahu wa ta'ala mwanamke yoyote yule awaye anavaa mavazi ambayo mavazi hayo yanatumika katika mavazi ya mwanaume. Kwa hiyo ndugu yetu katika imani, tunakuomba kwa unyenyekevu, ushafanya ibada ya umra mara 2, ni fadhila kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ambazo umepata. Kwa yayo ambayo uliyafanya yakawa hayaendani na mtu ambaye amekwenda hija au umra, mtake Allah msamaha.
na sasa umerudi, ujiweke mbali na kucheza cheza ovyo, lakini pia ujiweke mbali kwenye kuvaa mavazi ambayo hayaruhusiwi katika dini ya Kiislamu. Natumai tumesikiana, na hizi si nasaha kwake tu, bali kwa yoyote yule ambaye ni Muislamu ana tabia hizi, anatakiwa ajiepushe nazo, hata kama hajenda Maka kuhiji wala hajenda Maka kwa ajili ya umra. Wabillahi tawfiq, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Rabbi wal Islamu dini. Huda Online TV, mwongozo kwa umma. Ndiyo, ni mwongozo kwa umma na ni furaha kwa Waislamu.